Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yamejiri usiku wa kuamkia leo, huku maandamano yakiweza kushuhudiwa siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Kituo cha polisi kinadaiwa kuchomwa moto na waandamanaji wenye hasira maeneo ya Mwanza usiku wa kuamkia leo. Baada ya maandamano makali mchana mzima siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu nchini Tanzania, vijana wajenzi wenye hasira wanadaiwa waliendelea kuandamana mpaka usiku licha ya serikali ya Samia Suluhu Hassan na jeshi la polisi kupiga marufuku ya kutotoka nje usiku. Video na picha zilizidi kusambazwa usiku kupitia mitandao ya kijamii ya wanaharakati wa upinzani nchini. Mojawapo ya video hizo ilionyesha jengo likichomeka usiku huku vijana wakishangilia kwa kelele. Katika chapisho hilo au video hiyo ilinukuliwa kuwa jengo hilo ni kituo cha polisi cha Nyamanoro, eneo la Mwanza, Tanzania. Katika picha iliyoonekana ilionyesha kituo hicho kikiwaka moto baada ya moto huo kudaiwa kuanzishwa na wanaoandamana. Hilo sio jengo pekee lililoteketezwa moto katika maandamano ya jana. Tukumbuke kituo cha kutilia mafuta pia kilichomwa moto Dar es Salaam. Jengo moja la TAKUKURU pia linadaiwa kuchomwa moto kidogo kwa nje, kulingana na mashuhuda. Machafuko hayo yote yalipelekea serikali kupiga marufuku ya kutotoka nje usiku, yani kafyu. Hata hivyo, baada ya uharibifu huo na kuchomwa kwa kituo cha polisi asubuhi ya leo, taarifa zingine mpya zimeweza kuibuka nchini. Je, ni taarifa gani hizi ambazo zimeibuka? Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja kwa moyo mkunjufu na wa dhati, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikupashe zaidi. Asante kama umeweza kubonyeza alama ya subscribe. Mtazamaji, sasa ningependa nikupashe ripoti hizi za kuchomwa kwa kituo hicho cha polisi na ripoti zingine ambazo zimejiri asubuhi ya leo kwa upana na kwa undani zaidi. Baada ya maandamano ya jana yaliyokumba miji mingi nchini Tanzania, kituo cha polisi cha Nyamanoro, Mwanza, kiliweza kuchomwa moto na waandamanaji usiku wa manane waliokuwa na hasira. Walioshuhudia waliripoti kuwa moto huo ulizuka usiku wa manane kufuatia masaa ya machafuko yaliyoanza mchana Oktoba tarehe 29. Picha za video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha kituo cha polisi Nyamanoro kikiweza kuteketea kwa moto, huku umati wa watu wakishangilia na kuimba nara, kuashiria moja ya matukio ya kushangaza kutoka kwa maandamano ya jana. Kulingana na chanzo cha madai hayo au ripoti hiyo, ni Hilda Newton ambaye ni activist na mwanaharakati anayeongea sana kuhusiana na masuala yanayoendelea nchini Tanzania. Kulingana na chapisho lake, aliweza kuchapisha kanda ya video inayoonyesha jengo hilo likichomeka, na madai yake aliweza kuandika hapo na kusema, usiku huu jenzi wa Mwanza wamechoma kituo cha polisi cha Nyamanoro. Mtazamaji, ripoti hizi zimeweza kushangaza wengi na pia kusikitisha. Kulingana na chanzo na video hiyo ilionyesha ushuhuda kwamba moto huo uliharibu sehemu kubwa ya kituo hicho. Kama ni ukweli jengo hilo ni kituo cha polisi, maandamano ya jana ambayo yalianza kama maandamano ya kupinga mwenendo wa uchaguzi wa kitaifa yaliongezeka haraka na kuwa machafuko makubwa. Walioshuhudia walieleza makundi ya vijana wenye hasira na fujo waliokuwa wakiandamana katika mitaa ya Mwanza wakikaidi amri ya serikali ya kutotoka nje usiku, huku hali ya wasiwasi ikifika kikomo. Kanda za video na picha zilizosambazwa na wanaharakati wa upinzani kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha waandamanaji wakicheza na kukimbia barabarani na kupiga kelele, huku kituo cha polisi cha Nyamanoro pia kikiweza kuteketea nyuma yao. Dirisha la jengo hilo lilionekana kupasuka chini ya joto, huku moshi mweusi ukijaa anga la usiku, ishara kali ya hasira iliyochochea maandamano hayo ya jana. Kulingana na kanda hiyo ya video, wengineko maandamano ya jana yaliacha njia ya uharibifu katika miji mikubwa. Jijini Dar es Salaam inasemekana kituo cha mafuta kilichomwa moto na watu wanaofanya ghasia na maandamano, huku katika tukio jingine, sehemu ya jengo la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU pia nayo ilidaiwa kuwa iliteketezwa kwa upande wa nje. Majibu ya serikali kwa maandamano ya jana yalikuwa ya haraka na dhabiti ili kuzuia machafuko zaidi. Majira ya jioni, utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan uliweka amri ya kutotoka nje nchi nzima na kupiga marufuku harakati baada ya saa 12 jioni. Uamuzi huo umekuja huku
kukiwa na hofu kwamba ghasia zinaweza kuenea katika mikoa mingine usiku kucha. Vikosi vya usalama vilitumwa kwa wingi kutekeleza agizo hilo, ingawa video zilizosambazwa mtandaoni zilionyesha kwa waandamanaji hawakuweza kufuata amri hiyo na wengi waliendelea kubaki nje na kukaidi amri hiyo. Maandamano ya jana yalikuwa miongoni mwa maandamano makali zaidi tangu Tanzania iliporejesha siasa za vyama vingi mwaka wa 1992. Waandamanaji walishutumu tume ya uchaguzi kwa upendeleo, wakidai kuwa vyama vya upinzani viliwekwa kando isivyo haki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Chama tawala cha CCM ambacho ofisi zake pia zilishambuliwa katika miji kadhaa wakati wa maandamano ya jana bado hakijatoa tamko kuhusiana na matukio. Kulipopambazuka, matokeo ya maandamano ya jana yalifichua mitaa iliyojaa vifusi na mabaki ya moto. Jijini Mwanza, wenyeji walitazama kwa mashaka huku moshi ukiendelea kuongezeka kutoka kwenye magofu ya mali ambazo ziliweza kuchomwa katika maandamano. Wakazi wengi walionyesha hofu na kufadhaika, wakielezea maandamano ya jana kama ishara ya hasira na onyo kwa mamlaka kuhusu kutoridhika kwa kisiasa nchini humo. Mwanasiasa wa upinzani Godbless Lema, hata hivyo, hakubaki kimya. Amevunja ukimya wake mapema leo asubuhi kwa taarifa yake iliyowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X almaarufu Twitter. Akizungumzia maandamano ya jana, Lema alimuonya Inspector General wa polisi IGP Camillus Wambura dhidi ya matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa raia. Aliwataka polisi kuzingatia haki za binadamu na kujizuia katika kipindi hiki nyeti cha kisiasa, akisisitiza kuwa matukio ya maandamano ya jana hayapaswi kuhalalisha ukatili. Katika wadhifa wake, Godbless Lema alimtahadharisha mkuu huyo wa polisi kwa kusema kuwa mara nyingi wanasiasa huwanyonya wasimamizi wa sheria kwa ajenda zao binafsi. Aliandika kwamba IGP Wambura anapaswa kuhakikisha kuwa kuna haki na kutopendelea katika kushughulikia maandamano kama yale ya jana ya machafuko, ya kuwa viongozi wa kisiasa wanaweza baadaye kuwageuka wale waliofanya fujo zisizostahili. Matamshi yake yalienea haraka, na kulingana na chapisho hilo lake kama unavyotazama kwenye skrini yako, aliandika hivi: IGP Wambura, naomba nikushauri kitu. Wanasiasa ni watu wabaya sana wakati mwingine. Angalia kwa makini uadilifu wa jeshi la polisi katika siku maandamano yanayoendelea. Watu wasiumizwe wala wasiuawe. Nina wasiwasi kuwa mbeleni hawa viongozi watakuja kuwageuka na kuwa mashuhuda wa ubaya dhidi yako. Na jeshi la polisi bado hawajatoa majibu rasmi kuhusu kauli hii ya Lema, lakini ulinzi umeimarishwa katika miji muhimu kufuatia maandamano ya jana. Jijini Dar es Salaam, Arusha na Dodoma, doria zenye silaha ziliendelea hadi asubuhi, huku mamlaka ikifuatilia uzingatiaji wa amri ya kutotoka nje. Wakazi waliripoti uwepo mkubwa wa magari ya polisi na wanajeshi usiku kucha, ikionyesha hali ya mvutano kutoka kwa maandamano ya jana na kujaribu kuleta utulivu. Mashirika ya kiraia yamelaani ghasia hizo, yakielezea wasiwasi wao kuhusu uharibifu wa mali na kupoteza imani ya umma. Waliitaka serikali na waandamanaji kupunguza hali hiyo, wakionya kwamba maandamano ya jana yanaweza kudhoofisha utulivu wa kitaifa. Baadhi ya makundi yalitaka uchunguzi huru ufanyike kuhusiana na matukio hayo, ikiwemo la kuchomwa moto kwa kituo hicho cha polisi au madai hayo ambayo bado hayajathibitishwa ya kuchomwa moto kwa kituo cha polisi Nyamanoro. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika taarifa ma video hii. Bonyeza alama ya like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.